Tunawasalimuni wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, matumaini yetu mmeamka salama popote mlipo, na tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku ya leo Ijumaa tarehe 30 Januari. Na kwa siku ya leo tutakwenda kuangalia namna ya jinsi hali inavyoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu zote, na ni baada ya kupigwa vikali na wapiganaji wazalendo wanaoungwa mkono na jeshi la taifa FARDC kwenye maeneo ya Runingu, Kabunambo na Point Zero, na kupata hasara kubwa ya wanajeshi na vifaa vya kijeshi. Wanajeshi wa Rwanda wanaojiita M23 wanadaiwa kufanya mauaji dhidi ya raia huko mjini Sange. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, kifaa cha kulipuka kilirushwa katika soko la umma kama hatua ya kulipiza kisasi kufuatia hasara walizozipata vitani. Tukio hilo lilitokea hiyo jana Alhamisi tarehe 29 Januari mwaka 2026 katika majira ya saa 12 za jioni ama 18, huku mpaka sasa kunasadikika vifo vya watu 7 na wengine kujeruhiwa vikali, na hivi wanaendelea na matibabu katika baadhi ya vituo vingi vya kiafya jijini Sange katika bonde la Ruzizi. Na tukumbushe ya kwamba hali ya kiusalama katika bonde la Ruzizi kwa leo sio yenye kuridhisha hata kidogo, kwa maana mzunguko wa magari kati ya Bukavu na Uvira bado umesimama kabisa tangu juzi tarehe 28 Januari mwaka 2026 kufuatia mapigano makali yaliyozuka huko Runingu kati ya wapiganaji wa M23 na majeshi ya FARDC. Baada ya kujiondoa kwa M23 kutoka mji wa Uvira, usafiri wa barabarani ukihusisha magari ya usafiri wa umma ya binafsi na ulikuwa umeanza kurejea katika hali ya kawaida kwenye barabara hiyo ya taifa nambari 5, huku kwa upande wa Bukavu Uvira ni magari ya mashirika ya kibinadamu pekee ndiyo yaliyokuwa yanasafiri. Hata hivyo, kurejea kwa mapigano kumesababisha kubadilishana kwa risasi nzito kati ya majeshi ya serikali na wahasi, hali iliyosababisha kusimama kabisa kwa mzunguko wa magari. Wakazi wa maeneo ya Kashatu na Ruhuto wamethibitisha kuwa FARDC kwa msaada wa wazalendo wamefanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo yao. Zaidi ya kusimama kwa usafiri, wananchi wa eneo hilo wanalalamika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu unaodaiwa kufanywa na wahasi wa M23. Katika bonde la Ruzizi, wafugaji wanaripoti wizi mkubwa wa mifugo ambapo mashamba kadhaa yameachwa bila ng'ombe. Mifugo iliyoporwa inadaiwa kusafirishwa usiku kuelekea Kamanyola, Nyangezi hata hadi nchini Rwanda. Hali hii inaongeza mateso ya wakazi ambao tayari wamekuwa wakikabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama katika eneo hilo. Kukabiliana na hali hiyo, mamlaka za eneo kwa kushirikiana na vyombo vya usalama zinaendelea kuimarisha ulinzi katika bonde la Ruzizi ili kuwalinda raia na kurejesha uhuru wa kusafiri. Hata hivyo, uwepo unaoendelea wa M23 pamoja na hofu ya vitendo vipya vya kiukatili vinaendelea kudumisha hali ya taharuki na hofu miongoni mwa wananchi. Wahasi wa M23 AFC hiyo jana tarehe 29 Januari wameripotiwa kupora mizigo yote iliyokuwa ikisafirishwa na waendesha pikipiki kwenye pikipiki zao katika eneo la Kasirushiru ndani ya wilaya ya Kabare kwenye barabara inayoelekea Kalonge na Bunyakiri. Kwa mujibu wa mwendesha pikipiki mmoja ambaye ni muhanga wa tukio hilo, alisikika akidai kuwa wahasi hao pia wameharibu pikipiki kadhaa, huku wao wenyewe walinusurika kifo kwa bahati nasibu, huku baadhi yao kumradhi wakichukuliwa kwa nguvu na wahasi hao na kuelekea kusikojulikana.
Na tukijielekeza upande wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambako hiyo jana mapigano makali yameripotiwa huko Mihara katika maeneo ya Mweso, ambako mizinga mizito ilianza kuridima tangu alfajiri, huku makombora kadhaa yakianguka karibu na makazi ya raia. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, jaribio la kupenya lililofanywa na msafara wa vikosi vya wanajeshi wa Rwanda wajitoa M23 vilikabiliwa na kuzimwa na kuzuiwa na wapiganaji wazalendo wanaoungwa mkono na jeshi la FARDC. Mapigano kati ya waasi hawa dhidi ya majeshi ya serikali yanaonekana kuendelea, huku baada ya mchakato wa kutafuta suluhisho kati ya waasi na serikali kukwama tangu Novemba mwaka 2025 kwa kusahini makubaliano ya kusitisha mapigano. Nchi ya Qatar, ambayo ndiyo mpatanishi, imewahalika kwa mara nyingine tena mamlaka ya Kongo na waasi wa M23 AFC kurudi jijini Doha ili kuanzisha tena upya mazungumzo. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bibi Therese Kaikwamba, amelaani vikali ukosefu wa msimamo unaosadikika katika masemi ya waasi wa M23. Katika mahojiano aliyotoa kwa DW hiyo jana tarehe 29 Januari mwaka 2026, waziri huyo alibainisha tofauti kubwa kati ya hotuba ya kidiplomasia inayotolewa na kundi hilo na hali halisi iliyo uwanjani, inayojitokeza kupitia kuendelea kwa vitendo vya vurugu na majaribio ya kupanua maeneo yao ya udhibiti. Kwa mujibu wa mkuu wa diplomasia ya Kongo, kufikiwa kwa amani ya kudumu katika eneo la Maziwa Makuu hakuwezi kutekelezeka bila uwajibikaji wa haraka wa wahusika wote wanaohusika. Alisisitiza kuwa suala la uwajibikaji haliwezi kuahirishwa, akisema wazi kuwa uwajibikaji unatakiwa kuanza sasa hivi. Therese Kaikwamba pia alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuunga mkono jitihada za kidiplomasia kwa hatua za vitendo, hususan kupitia vikwazo mahususi ili kuimarisha uhalali na uaminifu wa michakato ya amani inayoendelea. Akigusia msaada wa Rwanda kwa M23 unaothibitishwa na ripoti kadhaa huru za Umoja wa Mataifa, waziri huyo anaamini kuwa shinikizo la kimataifa likiongezwa linaweza kubadilisha haraka mizani ya nguvu. Kwa mtazamo wa serikali ya Kinshasa, ni lazima ahadi za kisiasa zitafsiriwe kwa vitendo halisi, la sivyo juhudi za amani zitabaki kuwa mbali na hali halisi inayowakabili wananchi uwanjani. Hali ya mpaka wa Gatumba na Kavimvira unaounganisha Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado hautafunguliwa tena kwa wakati huu. Uamuzi huu ulitangazwa hiyo jana Alhamisi tarehe 29 Januari mwaka huu huko mjini Bujumbura na waziri wa mambo ya nje wa Burundi Bwana Edouard Bizimana. Katika mkutano wa waandishi wa habari uliozungumzia hali mbaya ya usalama mashariki mwa Kongo na hali halisi ya wakimbizi wa Kongo wanaokimbilia nchini Burundi. Akiwa mbele ya mabalozi na vyombo vya habari katika makao makuu ya wizara, kiongozi wa diplomasia ya Burundi alibainisha kuwa mfumo wa mpaka utafunguliwa tu pale hali zote muhimu za usalama zitakapokamilika. Kuelezea sababu ya uamuzi huo, Edouard Bizimana alizungumzia harakati za hivi karibuni za makundi ya waasi wa Burundi ambayo kwa mujibu wake yanafanya kazi kwa ushirikiano na M23 na jeshi la Rwanda na ambayo yamekaribia mpaka wa Burundi, hasa katika eneo la mto wa Rusizi. Alihakikisha kuwa mamlaka za Burundi zinasimamia hali hiyo kwa karibu, huku akisisitiza kuwa Burundi haina nia ya kuingia katika mzozo wa kivita. Hata hivyo, alionya kuwa kila tishio dhidi ya mipaka ya taifa litapokelewa na majibu madhubuti kutoka kwa vikosi vya ulinzi na usalama. Ili kulinda uhuru na ukomo wa ardhi ya taifa, waziri pia alitaja uwepo wa makundi ya waasi wa Red Tabara na FNL chini ya uongozi wa Alois Nzabampema kama sababu ya kuongezeka kwa hofu ya usalama. Aidha, Edouard Bizimana alikataa taarifa zinazodai kuwa
majeshi ya Rwanda yamejiondoa kabisa kutoka mjini Uvira. Kwa mujibu wake, jeshi hilo lilijipanga upya kistratejia badala ya kujiondoa, akisisitiza kuwa hili sio kujiondoa halisi. Na kwa kumalizia, waziri huyo alilaumu jeshi la Rwanda kwa kuendelea kufanya operesheni zao chini ya muonekano wa wahasi wa M23 AFC. Na hiyo jana tarehe 29 Januari katika majira ya mchana, Rais Felix Antoine Tshisekedi amekutana katika ikulu yake na kikundi cha wasaidizi wa Umoja wa Afrika. Mazungumzo yao yalilenga kwenye jitihada za kidiplomasia zinazolenga kuimarisha amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika eneo la Maziwa Makuu. Bibi Sahle-Work Zewde alisisitiza umuhimu wa kusikiliza kila upande ili kupata suluhisho za vitendo, na mnukuu, "Tunaendelea na ziara ili kusikiliza kila mmoja na kubaini ni nini kinaweza kufanywa kwa ustawi wa jamii ambayo imekumbwa na mateso makubwa kwa miongo kadhaa. Hatuwezi kusahau kwamba nyuma ya hali hii kuna mateso halisi ya binadamu ambayo ni lazima yaishie mara moja," mwisho wa kunukuu. Na kikundi hicho cha wasaidizi wa Umoja wa Afrika kinasubiriwa pia nchini Rwanda kama mwendelezo wa ziara yao. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko tunakuhitimisha awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku, tukiwakumbusheni kubaki hapa kwenye channel yetu ili mzidi kupata mwendelezo wa habari moto. Shukran sana.